Kwenye muziki ambao mmeingia, mmejikita moja kwa moja, Samurais imepanga kugusa maeneo gani? Dance kama dance moja kwa moja ama umetafuta tofauti ambao kila watu watakapokuwa wanakuja kuiangalia Samurais watapata aina tofauti ya muziki? Unajua muziki wetu sisi tunaitwa wanamuziki wa dance. Muziki wetu umebase sana kwenye rumba. Ndio. Rumba, lakini kwa dunia hii ya sasa hivi huwezi kusema unapiga tu rumba. Ndio. Unaona hata wanamuziki wa Nigeria kwa mfano, wao wanajulikana kwa muziki wao wa Afrobeat. Lakini ukiwasikiliza hao mastaa wakubwa ambao wanatamba kwa sasa hivi kama kina Davido kwa mfano, ukisikiza anapiga mapiano ya South Africa. Unasikia wimbo huu sio Afrobeat. Ndio. Sasa kuchanganya ni kitu muhimu sana, kwa sababu sasa hivi dunia yenyewe imekuwa ni ndogo. Ukiona kitu ndio kinapendwa. Ndiyo. Kitu kinapendwa sana na wewe ni Mwafrika na huu muziki ni wa Kiafrika, sioni dhambi wewe kuchukua baadhi ya vitu pale. Muhimu ni kufanya originality yako. Unaiba hapa, unachanganya, unafanya kitu ambacho kinatokea kinakuwa kama ni chako. Ndio. Hiyo imeruhusiwa dunia nzima, inafanyika hivyo. Sasa ukiwa wewe ni wakubaki ile ambayo ulikuwa unapiga miaka ya nyuma na unategemea kwamba eti wewe ndio uweze kuendelea kwa ile ambayo ulikuwa unapiga miaka hiyo, utabaki peke yako. Kwa hiyo ni lazima uende jinsi dunia inavyokwenda. Dunia sasa hivi imekuwa ni kijiji tu. Ndio. Ukifanya kitu kule kinaonekana hapa, ukifanya huko kinaonekana kule. Kwa hiyo ni vizuri ukaenda na watu wa dunia. Je, hao wanaofanikiwa katika muziki ya Kiafrika, wanaofanikiwa nje, wanatumia njia gani? Wanapiga muziki aina gani? Ikoje? Sasa lazima upite karibu na wao. Uweze kujiacha eti pembeni kwa sababu huu ndo muziki wangu, ukabaki na pale na watu hawakutambui au hawauelewi muziki wako. Huo utakuwa unatwanga maji kwenye kinu. Unataka wanamuziki wako wawe wa aina gani? Sababu ukiangalia, nimesikiliza wimbo wako wa Majivuno, ni kama namsikia Joniko, lakini kuna wadada masikia, kuna wadada pale, japo majina siyajui, lakini nimeona wamefanya vizuri katika wimbo. Nikawa nasema kwamba hawa ni wanamuziki wa aina gani? Umewapatia wapi? Muda gani ambao uliupata wa kuhakikisha kwamba unawapata hawa na unaamini ya kwamba akija Samurais wanaweza kukusaidia? Kwanza ilikuwa ngumu sana kuwapata hasa wale watoto wadogo. Ndio. Mimi bendi yangu muonekano wake ni kwamba nataka waonekane vijana wengi zaidi, kwa sababu ni moja ya nia yangu ni pia kubadilisha mawazo ya vijana hawa wadogo, watoto wetu hawa. Ndio. Wasiwe na yale mawazo ya kwamba eti muziki huu ni mbaya au muziki huu ni wa kina nani, wa wazee, au muziki huu sio wa kivipi. Wenyewe wanaita bolingo, si vitu gani, hawajui hata maana hiyo bolingo. Hawajui maana yake bolingo ni, unaona. Sasa nimewachunguza hapo, wengi wanafuata kile ambacho kinavuma kwenye mitandao. Ndio. Sasa hawajui kama kuna ajira huko nyingine. Kwa mfano hii muziki tunapiga sisi, kwa mfano kama huu wimbo Majivuno nilivyotoa, wenyewe tulivyofanya nao mazoezi, nikawaelekeza namna ya kufanya na wakaufanya, wakawa na furaha sana. Wakaona hii muziki vizuri nani. Sasa unawabadilisha mawazo kwa vitendo vijana wadogo haswa, kwa sababu hii muziki yao wanapiga muziki sawa, wanapiga muziki yao kama mengi yao ni kama ya kompyuta. Ndio. Lakini ni vizuri ukawashirikisha kwenye muziki ya live ambayo kwao yao pia isiwe migumu sana, lakini wajue maana ya kupiga muziki live. Na unajua ukiwa unaweza kupiga muziki ya live, unaweza kuishi nchi yote. Okay. Unaweza kuishi nchi yote, lakini ukiwa huwezi kwenda kuishi nchi fulani kwa kutegemea hiyo muziki. Kwa hiyo nimefanikiwa kuwapata vijana, na kusema kweli wamependa, na nia yangu ni kuwachukua vijana wengi zaidi. Nataka niwe na watoto zaidi kuliko hata wakubwa kwenye bendi yangu. Unatamani kuwa na watoto? Vijana zaidi kwenye muziki yangu mimi kuliko hawa ambao wameshakubu. Sasa tukija hapo kwenye vijana, ndio, na majukumu yao. Ndio. Ukiangalia hivi sasa vijana wengi, bendi nyingi hazina ajira. Ndio. Bendi nyingi kwa mfano tupate show ndio tulipane. Sawa. Na bendi nyingi zinahitaji show nyingi ili waweze kulipana vizuri zaidi na mambo mengine yaende. Kwa hiyo wanamuziki wengi wanategemea show nyingi ili waweze kujikimu kimaisha.
Samurais imejipanga vipi kwenye swala hilo? Kipi ambacho unachotaka kukipanga kuhakikisha kwamba hawa vijana ambao wanatafuta maendeleo na kupata kipato wanaishi vizuri na maisha mengine yanakwenda? Kuna mikataba ama tutategemeana na show kama hao wengine ambao wanafanya? Ndio hapo sasa umegusa penyewe kabisa. Unajua hao ambao wanategemea kupata kila siku apate show nyingi ili apate ile ya kuweza kujikimu kimaisha. Ni kwamba ni wale ambao sasa hawafikirii kwamba, kwanza hawajui kwamba muziki ni biashara ambayo inaweza kumlipa vizuri sana. Hiyo hajui. Anategemea leo aimbe, leo apate 5,000, sio 10,000, sio 20, hiyo aje ale leo, alafu kesho apate tena show, apate. Sasa muziki sio kitu cha hivyo. Muziki ya kiprofessional. Tunaita professional music au musician, professional musician, na yule amateur au unaita amateur wengine. Ndio. Sasa hao unaosema ni wale ambao hawako kiprofessional. Muziki unatakiwa muziki utayarishwe. Wakati unautayarisha ule muziki na unatengenezwa, unarekodiwa, unatengenezwa na video na nini, lengo pale ni kwamba kumvuta huyu aliye hapa, aliye nje na aliyo mbali kabisa. Ukishafanya vile, ukifanikiwa kwenye hilo, muziki wako ukiwa mzuri, ukirekodi audio nzuri, kiingia kwenye mitandao ya kijamii na dunia, yani wimbo hauchelewi kusambaa. Unatengeneza na video inakwenda vizuri. Ni kwamba wewe tegemeo lako ni kwamba sio upate show hapa, upige show nyingi ili upate senti za kuweza. Kwanza hizo show nyingi ukizipata uko nchi za nje ndio wewe unakuwa tajiri sasa. Sasa wewe ukitegemea kwamba upate show nyingi hapa Mwananyamala, si upate show nyingine Kinondoni au sijui wapi, bado hujakuwa professional. Hiyo sio nani. Ina tabu yake muziki, of course. Ina tabu yake, inatakiwa uvumilivu wa hali ya juu. Uhakikisha unafanya kitu kizuri, kitu ambacho kitamshtua kila mtu. Hicho kitu utakachokifanya kikitoka sasa huko unapiga show moja, huna haja show 10. Unapiga show 3, huna haja show 20. Unaona muziki wako unauzwa kwenye platforms, na show unazozipata ni zile ambazo ukipewa show, ukipata tour labda ya mwezi mmoja, ukirudi unanunua kiwanja, unajenga nyumba. Sasa mimi ndio njia hiyo ninataka kuwapeleka vijana huko. Wale ambao wana haraka, wanatamaa tu mtu apate hela ale kesho na kesho kutwa, basi wale utanipisha. Lakini wale ambao wanataka kuingia kabisa katika game, wale ambao wanataka kuingia kabisa kupata faida ya muziki kama ambao tumeipata sisi wengine, basi huyo lazima kwanza, kitu cha kwanza muziki ni uvumilivu na ubunifu. Unavumilia, lakini kile unachokifanya unahakikisha kitakwenda mbali na kitakupatia faida. Na kweli ikienda hivyo, ukiamini hivyo na ukifanya kwa moyo mmoja, utafika tu mbali. Unajulikana mpaka leo hii kwa wimbo wa Penzi ni Kikohozi. Ndio. Na leo ndio wimbo ambao nilianza nao. Kuna segment yetu inaitwa Nani Kaona. Yani lazima ile tunaipiga alafu mtu anakuja kukuelezea kwamba huyo ni fulani, wimbo fulani, umetoka mwaka fulani. Imeonekana kama vile bado watu upo katika ubongo wao huu wimbo mpaka ileo, japo ni wa miaka mingi. Ndiyo. Katika uandishi wako mara nyingi, hapo ndo nataka kujua unapenda kuandika wakati gani na ukiwa katika hali gani? Mimi bwana, uandikaji wangu wa nyimbo inaweza kutokea wakati wowote ule. Naweza nikawa siko katika mood kabisa, wakati mwingine nikashtuka tu melody fulani inanigonga kichwani. Kwa siku hizi ndio imekuwa rahisi zaidi na irekodi kwenye simu kwa mfano. Au nimepata neno fulani ambalo naona hili nikiliingiza kwenye wimbo namna hii, naliandika kwenye simu kwa mfano. Kwa siku hizi inakuwa hivyo. Lakini zamani nilikuwa mpaka wakati ule natunga ule wimbo wa Penzi ni Kikohozi, kwa sababu wimbo Penzi ni Kikohozi niliutungia hapa Tanzania kabla sijasafiri. Alafu ukarekodiwa hapa wakati mimi nimeondoka. Alafu kule tena ndio nikaenda nikaurekodi tena. Sababu nzuri ule niliorekodi kule ndio ukafanya vizuri. Nafikiri kwa sababu ya quality na vitu kama hivyo. Sasa zamani ilikuwa mimi na nyimbo nyingi ambazo nilikuwa narekodi zamani ni nyimbo za mambo ya ukweli, stories za ukweli, kwa sababu muziki tulikuwa tunafanya zamani story ndio namba moja. Siku hizi mara nyingi inaweza kawa melody tu, kupata melody moja tamu nzuri, ukaitafutia vijineno vya vyepesi tu na wimbo ukaenda. Lakini zamani ilikuwa unatengeza story kwanza, ule wimbo ueleweke unaimba nini. Vinginevyo, kwa mfano wakati tunarekodi Radio Tanzania peke yake, ni kwamba wimbo wako unaweza kusirekodiwa kama haueleweki. Au umesema maneno matusi au maneno ya ajabu, huwezi kupata nafasi ya kurekodiwa na watu hawezi kusikia. Kwa hiyo tulikuwa tuna concentrate sana kwenye upande wa kufanya
kutengeza ile story iwe nzuri na ieleweke kabisa. Kwa hiyo ule wimbo ulikuwa ni wimbo wa ukweli wa story ambayo ilikuwa ni ya ukweli. Ndio na nyingi ili kutokea wewe ama ili nihusu na mimi. Kwa mfano nikieleza ni vizuri, ni kwamba alikuwa girlfriend wangu. Ndio huyo mwanamke kabla hatujakutana akawa na girlfriend wangu mimi na yeye. Ndio kumbe alikuwa akinizengea kwa njia hiyo. Ule wimbo unasema kama unaelewa, yule wamekaa wanawake wawili mmoja anamwambia mwenzie kwamba ai bwana yule jamaa yule kijana nikaamua kumfanyia mambo yote ili anielewe huku mimi mwenzie naumia. Sasa yule anamueleza mwenzie kwamba bwana yule jamaa bwana yule kila kipita mimi navurugwa najaribu kumuonesha ishara hivi na nini, lakini yeye haoneshi kama ananielewa au vipi. Sasa alafu baadaye yule rafiki yake anamshauri wewe kaza mueleze wazi ujue moja. Na huyu anasema nitamwambia wajua penzi ni kikohozi kulificha uliwezi nitamwambiaje. Naona haya sio vitu kama hivyo, unaona. Sasa ile huyu mwanamke baadaye tulipokuja tukawa sasa wapenzi, ndio akanieleza yeye kwamba ilikuwa hivyo kabla mimi sijamkubalia. Umeelewa? Ndio hapo ndio inanihusu sasa mimi, inanihusu mimi. Lakini hasa actor mwenyewe ni huyo mwanamke. Sasa alipokuja kunipata ndio baadaye tukawa sasa tuko pamoja tunazungumza lolote tunalozungumza, ndio akanieleza unajua nilikuzengea muda mrefu siku ile pale nilifanya hivi ukajidai ukuona sijidili. Nikasema ala usingeniambia tu, yani ilikuwa story na mimi. Yaona ni bonge moja.